Katika miaka 3.5 ya utume wa Yesu, yani kuanzia mwaka 27 AD mpaka mwaka 31 AD, hichi ni kipindi ambacho Yesu alipitia majaribu mengi zaidi kulinganisha na kipindi chochote ambacho alikuwa amewahi kuishi hapo kabla. Sasa na majaribu hayo yalikuwa na msukumo wa mada kuhusiana na umasihi wake, ambapo jambo hili lilipelekea kuleta mgogoro mkubwa katika jamii na hata kupelekea kuwepo na mgawanyiko wa makundi makubwa mawili yaliyokuwa yakikinzana kuhusiana na umasihi wa Yesu. Kundi la kwanza, wao walikuwa wakidai na kukubali kwamba Yesu ni masihi 100%, na kundi la pili, wao walikuwa wakikataa ya kwamba Yesu sio masihi na ni mzushi kama wazushi wengine. Sasa makundi haya yote mawili, namna pekee ya kutatua mgogoro wao ilikuwa ni katika kuyasoma ama kuyapitia upya maandiko matakatifu ambayo yalikuwa kitabiri na kutoa sifa za masihi atakayekuja atakuwa katika namna gani. Sasa kwa sababu jambo hili lilikuwa ni la kiroho, kwa hiyo iliwapasa waweze kurejea katika vitabu vya kiroho ili kuweza kutatua tatizo lao la kiroho na kumwomba Mungu aweze kuwasaidia kuweza kuelewa. Leo tuko na mada inayokwenda kwa kichwa kinachosema namna ya kufasiri maandiko matakatifu ama Biblia, ambapo tutaangalia faida tunazozipata katika kuyasoma maandiko vizuri na kuyafasiri kwa ufasaha, lakini pia tutaangalia vikwazo ambavyo vinatusababishia ama vinapelekea watu wengi wasiweze kuyaelewa maandiko matakatifu kama vile ambavyo Mungu amehitaji sisi tuweze kuelewa. Na sehemu ya hiyo itakuwa sehemu ya kwanza hii, lakini katika sehemu ya pili basi tutakuja kuangalia kanuni za kujifunza maandiko matakatifu. Sehemu ya kwanza katika kipengele cha kwanza cha pili, yani faida na vikwazo, hivi ni muhimu zaidi kwa sababu vinatusaidia tuweze kuja kuelewa kanuni ambazo tutakuja kuziangalia ambazo zitatusaidia kuweza kujifunza maandiko matakatifu vizuri. Na kwa haraka basi tuweze kupita katika kuangalia faida kubwa mbili ambazo tunazipata baada ya kujifunza maandiko matakatifu, na Mungu wa mbinguni aweze kutusaidia tuweze kuelewa yale ambayo tunakwenda kuyatafakari ama kujifunza kwa pamoja. Na faida ya kwanza inapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 17 na mstari wa 3, ambayo inasomeka kama ifuatavyo: na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Faida kubwa ya kwanza ambayo tunaipata baada ya kuyasoma maandiko vizuri na kuyafasiri kwa ufasaha ni kumjua Mungu wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu kuja kuukomboa ulimwengu kwa kifo chake pale msalabani. Kwa hiyo ndio faida kubwa ya kwanza. Kwa mtu mmoja mmoja anaweza kumjua Mungu, lakini anapata uchaguzi wa kuchagua kumtumikia Mungu na kubali kafara ya Yesu pale msalabani, ama kuweza kumkataa na kuchagua kupotea pale mwisho wa dunia utakapofika. Lakini faida kubwa ya pili inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Sasa unaporejea katika mistari hiyo, kuna agizo kubwa la kiutume ambalo Yesu aliacha kwa mitume wake, waenende ulimwenguni wakaihubiri Injili kwa mataifa yote na kisha kuwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa faida kubwa ya pili kwa ujumla tunaweza tukasema ya kwamba yule ambaye amekwisha kumtambua Yesu na kufanya uchaguzi wa kumfuata Yesu, kama tulivyoona faida ya kwanza, faida ya pili anapata uwezo wa kwenda kuwafundisha wengine neno la Mungu kwa ufasaha. Mfano mzuri unapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 na kuanzia mstari wa 26 na kuendelea hapo. Ukisoma kuanzia mstari wa 26 na kuendelea, kuna kisa cha Filipo kuagizwa na malaika. Acha nisome mistari kadhaa na kisha tuweze kufafanua. Neno la Mungu linasema, mstari wa 26 sura ya 8 kitabu cha Matendo ya Mitume inasema, malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaenda upande wa kusini hata njia ielekeayo kutoka Yerusalemu kwenda Galilaya, kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda. Mara akamwona mtu wa Kushi, towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo.
mstari wa 30, basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya, akanena, je, yamekuelea haya unayoyasoma? 31, akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na mstari wa 32 unasema, na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwanakondoo alivyo kimya mbele yake amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Mstari wa 33 unasema, katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. 34, yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba, nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? 35, Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Kwa hiyo unaona faida za kujua maandiko vizuri, yani kuyasoma na kuyaelewa maandiko vizuri, inakusaidia sasa kuweza kupeleka neno la Mungu vizuri na kwa ufasaha kwa wale ambao hawaelewi hayo maandiko. Ukiendelea mpaka mwisho hapa utaona baadaye towashi anafundishwa na Filipo na mwisho anampokea Yesu na anabatizwa, kisha Filipo anaondoka kuendelea na safari zake za kiutume. Kwa hiyo faida ya kwanza ni sisi mtu mmoja mmoja tunamjua Yesu na kupata uchaguzi wa kumchagua ama kumkataa, lakini kwa ujumla tukimkubali tunapata uzima wa milele. Lakini faida ya pili, lile neno ambalo tumelikubali na kulielewa vizuri, tunaweza kwenda kuwaambia wengine na kuwaita kwa Yesu na wao kupata uchaguzi wa kumchagua ama kumkataa. Hizo ndio faida kubwa mbili za kuelewa, za kusoma vizuri na kufasiri maandiko kwa ufasaha. Sasa twende kuangalia vikwazo kadhaa ambavyo hivi vinasababisha wengi tushindwe kuweza kuelewa vizuri licha ya kuweza kusoma vizuri, kwa sababu tupo wengi ambao tunaweza kuyasoma maandiko vizuri kwa lugha zetu, lakini kuyafasiri kwa ufasaha inakuwa changamoto, na wakati mwingine jambo hili linapelekea kuzua migogoro, chuki, mafarakano katika makanisa na vitu vingine mbalimbali kutokana na kutokuelewa maandiko fulani katika Biblia ama maandiko matakatifu. Kikwazo kikubwa cha kwanza ambacho kinaweza kujitokeza na hata kupelekea tusiweze kuelewa maandiko matakatifu vizuri ni changamoto ya lugha ama kikwazo cha lugha. Kama unaandika, andika hivyo, language barrier ama kikwazo cha lugha. Kwa asili Biblia imeandikwa kwa lugha kubwa tatu: lugha ya Kiebrania ya kwanza, lugha ya pili Kiaramaiki, lakini lugha nyingine ambayo imetumika kwa sehemu kubwa kwenye Agano Jipya ni lugha ya Kigiriki. Sasa lugha hizi, ili watu wengine waweze kuelewa katika mataifa mbalimbali, waweze kumwelewa Mungu, wapate Injili, zilipaswa ziweze kufasiliwa na kuletwa katika lugha kulingana na maeneo husika. Kwa mfano, sasa hivi katika lugha yetu, katika taifa letu la Tanzania, katika maeneo mbalimbali na makabila yao, wapo ambao wana Biblia kulingana na makabila yao. Sasa zipo changamoto za lugha. Kwa mfano, ikatokea mtu labda ni Mtanzania akapata Biblia ya Kiingereza, akaanza kuisoma kwa Kiingereza, alafu hajui Kiingereza vizuri, moja kwa moja anaweza akashindwa kupata ujumbe vizuri, au akawa anajua labda kusoma ila kufasiri vizuri Kiingereza hajui. Anaweza akasoma ila kufasiri ule ujumbe akashindwa kufasiri kwa ufasaha. Vivyo hivyo hata katika lugha ya Kiswahili wapo ambao hawajui, hawajasoma sana, pengine kuna baadhi ya misamiati na kuwa migumu katika Biblia na kushindwa kuelewa maandiko matakatifu kwa ufasaha kama vile ambavyo Mungu amehitaji tuweze kuelewa. Kwa hiyo lugha ni changamoto. Nadhani ninapoendelea mbele na katika zile mada ambazo tunazoendelea nazo, hasa katika mada ya utatu ambayo nimeifanya kwa sehemu, na nimeingia kwenye mada hii kwa lengo la kutaka somo lile liweze kueleweka vizuri, kwa sababu namna ya kufasiri maandiko huwa inapelekea hata fundisho hili la utatu imekuwa ni changamoto katika makanisa ama madhehebu mbalimbali kuweza kuelewa kutokana na changamoto ya lugha. Kwa wale ambao wamekwisha kuanza kufuatilia au bado, unaweza kurejea katika sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu juu ya mada kuhusiana na asili ya Mungu. Huko utaona sababu hii ya lugha, namna ambavyo inaathiri katika kuelewa maandiko matakatifu. Lakini sababu kubwa ya pili nyingine ni development of language ama kukua kwa lugha.
lugha ambayo tunaitumia leo hii labda Tanzania ni tofauti na lugha ambayo ilikuwa ikitumika katika miaka 100 au 200 nyuma. Kiswahili cha sasa na cha zamani ni tofauti, na ndio maana leo hii hata Biblia zipo ambazo zina Kiswahili cha zamani na Kiswahili cha kisasa. Sasa mtu akisoma Kiswahili cha kisasa, kuna wakati anaanza kuona kana kwamba Biblia imechakachuliwa au Biblia imebadilishwa kulingana na kwamba alizoea Kiswahili cha zamani. Kwa mfano, unaposoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 au sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka wa 4, kuna habari ya siku ya kufufuka kwa Yesu. Ile siku ambayo Yesu ilifufuka inaitwa Jumapili, imeandikwa Jumapili kama Jumapili. Kwa nini? Kwa sababu hiyo siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu alifufuka ni kwa muktadha wa mazingira yetu ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo sasa wale ambao wamezoea kusoma Kiswahili cha zamani wanasema, mbona ukimeandika siku ya kwanza ya juma? Kwani siku ya kwanza ya juma ni Jumapili? Kutokana na mazoea yake anajua yeye siku ya mwisho ya juma, kwa sababu huwa inaitwa weekend. Kwa hiyo amezoea kuona kwamba hizi ndio mwisho wa wiki. Kwa hiyo basi kusema kwamba siku ya kwanza ya juma ni Jumapili inamkanganya kidogo. Kwa hiyo kukua kwa lugha huwa inapelekea kuna wakati maandiko yasieleweke vizuri. Kwa mtu anaanza kuona, mbona nilizoea kuona neno fulani? Wametudanganya. Inaanza kumpa changamoto hata kuelewa ile maandiko, anaweza kapata ushawishi kidogo wa kuweza kuelewa hayo maandiko. Lakini ukienda mbali katika sababu nyingine ya tatu, ama kikwazo kikubwa cha tatu ambacho hiki natamani uweze kukielewa vizuri, na ninaamini hata wewe kuna wakati kinakusumbua sana, kwa sababu hata mimi ninayokuambia yamewahi kunitesa hapo nyuma, lakini baada ya kujifunza nikaelewa changamoto kubwa nini, na haswa sababu hii ya tatu ambayo inafahamika kama presupposition, ama kikwazo cha uelewa wetu wa kwanza. Ndio kwa lugha ya Kiingereza tunasema presupposition. Presupposition ni uelewa wa kwanza ambao anakuwa nao mtu katika hali yake ya kawaida. Kwa mfano, mtu wa kijijini ana uzoefu zaidi na mazingira ya kijijini kuliko mazingira ya mjini. Sasa utanielewa kwa mfano huu. Mtu ambaye ametokea katika jamii ya Kiislamu, ukimwambia kaninunulie nyama dukani, nenda sokoni kalete nyama, ataleta nyama zote atakazozileta. Hatoleta nyama ya nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu wao kwa asili wa Uislamu toka wanakuwa mazingira anayoishi Muislamu, wale Waislamu ambao wamekaa katika tamaduni kabisa ya Kiislamu, wanajua nyama ya nguruwe ni haramu. Kwa hiyo ukimwagiza nyama moja kwa moja hatakuletea nyama ya nguruwe, ataleta nyama nyinginezo. Sasa kwa yule mtu ambaye mazingira anayoishi anafahamu nyama, yeye hata nguruwe anakula nyama tofauti tofauti, ukimwagiza nyama yeye ataleta. Kwa hiyo sasa mtu huyu atapokufika katika kusoma maandiko matakatifu, tukielezea sasa kikwazo hiki cha presupposition au uelewa wa kwanza, akifika katika maandiko matakatifu anapoambiwa usile vyakula najis, kama ni yule ambaye anajua tayari nyama ya nguruwe alikuwa akiambiwa ni haramu, ataanza kufikiria na nguruwe itakuwepo ni kabla sasa kwenda kwenye mambo ya Walawi, ataanza kufikiria najis mmoja wapo itakuwa na hivi. Yaani kabla hajaambiwa anaanza kufikiria na kitu fulani itakuwa ni hivi. Lakini yule ambaye anatumia hivyo vitu anafikiria vyakula najis ni vipi sasa? Anaanza kutafuta pengine ni kitu gani. Kwa hiyo presupposition kuna wakati inaleta kikwazo katika kuelewa maandiko. Na hii inaleta kuna wakati hata mifumo dume makanisani, kama mtu anaelewa kwa mwanaume kanisani anatakiwa labda atritiwe vipi. Kwa mtu ameongolewa au amehubiriwa injili, ameletwa kanisani, akikuta namna fulani labda wanawake wanavyochukuliwa au maandiko yanavyotaka kumchukulia mwanaume kumweka kwenye position ya usawa wa kunyenyekeana katika Kristo, kuna wakati inaweza ikawapa shida, akaona mambo gani Ukristo huu na mambo gani. Kwa hiyo ile hali ya kuishi katika jamii yake ama namna ambavyo amelelewa, amefundishwa labda katika familia zao, kuna wakati inatusababishia tusiweze kuelewa maandiko vizuri. Sasa tutakuja tuone vizuri. Sasa nikikurejesha katika fundisho la utatu ambao tumekuwa tukiangalia hapo nyuma, tuliona wapo wengi ambao wanalikataa fundisho la utatu kutokana na kwamba na historia ambazo wamekuwa wakifundishwa huko nyuma na kuamini historia kuliko maandiko, na hawana muda mwingi wa kusoma maandiko na kupima fundisho hilo ni la Biblia ama sio la Biblia. Kitu ambacho imepelekea kuona kwamba fundisho hilo la utatu ni fundisho ambalo sio la fundisho la maandiko matakatifu, isipokuwa ni fundisho batili. Na ukifuatilia katika historia fundisho hilo linaonekana kumbe kusema batili ni sababu za kihistoria ambazo zinapelekea fundisho hilo kukataliwa. Kwa hiyo mtu wa namna hii ukimleta sasa
katika Biblia, tujifunze Biblia, kuwa fundisho hili labda ni fundisho la maandiko matakatifu. Tayari alishaasiliwa na Biblia, alishaasiliwa na historia, anaanza kuona kuwa fundisho hili ni fundisho batili. Kwa hata kuweza kuelewa upya inaweza ikampa shida kuona hasa Biblia, mbona nafundisha Biblia mbona inaonyesha hivi, mbona ukisoma labda Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 inaonyesha katika lugha ya asili ya Kiebrania inaonyesha kuwa Mungu ni mmoja katika nafsi zaidi ya mbili. Inakuwaje? Mbona niliambiwa kuwa Mungu ni mmoja, ukisema nafsi mbili, si tatu au nafsi zaidi ya moja, nikana kwamba ni upagani. Tayari ile hali ya kwanza inaanza kumsumbua kupokea ile hali ambayo maandiko matakatifu inamwambia. Kwa hiyo presupposition inakuwa ni hatari zaidi, lakini zaidi katika kipengele hiki cha presupposition ama uelewa wa kwanza inatuasili katika kusoma maandiko. Kuna wakati tone ama lugha au nguvu ya utamshi wa maneno ambayo inatumika katika Biblia. Unakuta mtu anasoma neno fulani kama hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye Mungu alikuwa neno. Pengine lugha iliyotumika hapa ilikuwa katika active voice. Labda hapo mwanzo ninaposema active voice ninaweza nikasema lugha ambayo iko hai au ina nguvu ya kati ambayo imechangamka. Sasa huyu mtu labda anaposoma, labda amezoea kukaa katika jamii ya watu ambao wanaongea taratibu sana, anaanza akasoma taratibu. Mfano, hapo mwanzo palikuwepo na neno, hapo naye neno alikuwa kwa Mungu. Sasa mtindo huu pia wa hii hali ya presupposition katika namna ya utamshi wa maneno, kuyatafsiri katika au kuyasikia katika ubongo, kuna wakati inatuathiri tusiweze kuelewa maandiko matakatifu kutokana na nini? Na uelewa wetu au mazingira yetu ambayo tumetoka hapo kwanza. Kwa hiyo hivi ni vikwazo vikubwa vitatu ambavyo vinasababisha maandiko matakatifu yasiweze kueleweka vizuri, ambapo sasa ninatamani katika somo hili la namna kujifunza maandiko tukaweza kuangalia kanuni za kujifunza maandiko, ambapo kila mmoja na asili yake ama tamaduni yake au namna ambavyo yameasiliwa, ama ni msomi au sio msomi, angalau kwa uchache, angalau kwa kupapasa. Basi kanuni hizo ambazo Mungu anatupatia kupitia maandiko yake yenyewe matakatifu, basi tuweze kuona ni namna gani ambavyo tutaweza kutoka katika ile hali ya giza ya kushindwa kuelewa maandiko vizuri, au kuzua mijadala ya ukinzani makanisani au migogoro, kubishana, na hapo tukishajua itatusaidia basi kuweza kuwajuza na watu wengine. Na kikwazo cha 4 na cha mwisho kwa siku ya leo ambacho natamani uweze kufahamu, tunakifahamu au kinafahamika kwa jina la fallacies in biblical interpretation, au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ubaguzi wa kufasiri maandiko, ubaguzi katika kufasiri maandiko, ambapo hii inasimama kama bias kwa lugha ya Kiingereza, ambapo huu ubaguzi unapelekea kwa namna moja au nyingine tusiweze kuelewa maandiko matakatifu kwa wakati mwingine. Na hii ili uweze kuelewa vizuri ni kuchukua moja kwa moja mpaka katika kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 42 mpaka mstari wa 52, ambapo hapa utaelewa nini maana ya bias ama ubaguzi gani ambao nauelezea, ambao huu umekusababisha wewe ama jirani yako ama kwenye kanisa lako kuna wakati mnakuwa na migogoro kuhusiana na kufasiri maandiko, ama tunashindwa kuelewa maandiko matakatifu kutokana na sababu hii ya mwisho muhimu. Twende katika kitabu cha kitabu cha Yohana sura ya 7 na mstari wa 42 mpaka wa 52. Hapa Mungu ataweza kutufundisha kitu kwa siku ya leo tena. Anasema, andiko alikusema ya kwamba, tuanzie mstari wa 41. Hii Yohana sura ya 7 mstari wa 41, tuendelee mpaka 52. Anasema, wengine walisema huyu ndiye Kristo, wengine wakasema, je, Kristo atoka Galilaya? Andiko halikusema ya kwamba Kristo atoka katika uzao wa Daudi na kutoka Bethlehemu, mji ule aliokaa Daudi? Basi kukaingia na matengano katika mkutano kwa ajili yake. Baadhi yao wakataka kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyoosha mkono yake ili amshike. Sasa hapa hii sura inatoa kisa ambapo Yesu alikuwa katika makambi na baadaye alisimama kuongea baadhi ya maneno pale, ikaleta mgogoro kuhusiana na yeye, na wengine wakakubali wakasema huyu ni Kristo kama nilivyokuambia. Wengine wakakataa wakasema huyu sio Kristo. Wakataka kumkamata lakini hawakuweza kumkamata. Mstari wa 45 anasema,
Kwa hiyo hayo maneno katika mstari wa 41 mpaka 44 ni mgogoro uliokuwa pesa kwenye makundi mawili, kama nilivyoweza kuambia, kundi ambao wanamtaka, wanamkubali, na kundi ambao walikuwa wanamkataa Yesu. Sasa mstari wa 45 unasema, basi wale watumishi wakaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Yani wale watu ambao wameenda sasa kushitaki kule, kwa Yesu yupo ameonekana katika haya makambi na anahubiri huko. Sasa vipi? Walipofika tu kwanza wanaanza kuulizwa, mbona hamkumleta? Anaendelea mstari wa 46 anasema, wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Mstari wa 47, basi Mafarisayo wakajibu, je, ninyi nanyi mmedanganywa? Tayari hapa tunaanza kuona changamoto ya kwanza. Yaani watu waliotumwa walikuwa wakitumwa mara nyingi kuenda kumfuatilia Yesu anafanya nini, hata kumkamata. Sasa wao wenyewe waliotumwa wanarudisha taarifa kwa sababu tumemwona Yesu, lakini wanauliza mbona hamkumleta? Wanatoa sababu na kusema ya kwamba jamani, huyu mtu hajawahi kunena kama wale ambao tumezoea kuona wazushi wananena. Yaani anayoyasema, yani kwa lugha nyingine, yani yale anayoyasema na kuyatenda anafanania kabisa, yaani anaonekana kabisa ni Masihi. Wanachokijibu Mafarisayo, wanajibu nini? Wanawaambia kwamba, je, ninyi nanyi mmedanganywa? Yaani hawakutaka kuchukua muda kwenda kumpima kuona je ni kweli, ila moja kwa moja wanaona hawa nao wamedanganywa. Kwa hiyo hawa inaonekana tayari akilini mwao kuna kitu kilichopandikizwa kuwa Yesu kwa namna yote awe atende jema au baya, ni kumkataa. Kwa hiyo sababu tunaweza tukasema kwenye bias sasa, ama kwenye ubaguzi wa kusoma maandiko, katika kusoma maandiko tunaweza kusema human appeal. Yaani walitumia ushawishi wao wa mamlaka walionayo kuaminisha kuwa kwamba wao ndio bado wako sahihi, na wale ambao wanakuja kusema vile wanaotaka kuonesha kumkubali Yesu wamedanganywa. Hiyo ni human appeal, ni kitu kibaya sana. Wanatumia mamlaka kutaka kulazimisha jambo fulani lionekane ni sahihi na hata kama sio sahihi. Kwa hiyo hapa walikuwa wanatumia nguvu ya ushawishi wao kutaka kuaminisha wale watu kuwa licha ya kuona amenena vizuri, lakini bado nyinyi mmedanganywa, huyo mtu sio sahihi, tufuateni sisi tunayoyasema. Mstari wa 48, ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Kwa hiyo wanaonyesha kuwa kwamba hakuna Farisayo wala wakuu wanaomwamini huyo Yesu. Kwa hiyo na nyinyi hampaswi kumwamini, kitu ambacho sio sahihi. Yaani kuwe na mada fulani kanisani au jambo fulani, kundi fulani la watu wadogo au ambao hawana vyeo wameamini labda kitu fulani kwenye maandiko. Ikitokea tu viongozi wa kanisa wamelikataa, basi na wao wanapaswa kukataa kwa sababu viongozi wamelikataa. Hicho kitu sio sawa kulingana na maandiko matakatifu. Kwa hiyo hii ni changamoto katika kuelewa maandiko. Hii changamoto iliwakuta Mafarisayo, bias. Tayari walikuwa wanatumia appeal zao, yani mivuto yao, kutaka kufanya maandiko matakatifu yaaminiwe kulingana na wao wanavyotaka na sio maandiko yanavyosema. Mstari wa 49, lakini makutano hawa wasioifahamu Torati wamelaaniwa. Anaendelea mstari wa 50, anasema, akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao. Yaani huyu Nikodemo ni yule ambaye alimfuata Yesu. Kwa wale ambao hujafahamu hichi kisa, alimfuata Yesu na kuhojiana naye na akajidhihirishia kuona huyu ni Masihi. Sasa alisema nini? Inasema hivi, je, Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Yaani sasa Nikodemo alikuwa ni miongoni mwa wale viongozi wale, alikuwa na nyadhifa. Akawahoji Mafarisayo au wale wakuu, akawahoji, akamwambia, sasa hawa kulingana na hao watu wameita hizo taarifa, alafu nyie mmezikataa juu moja kwa moja. Naye anawauliza sasa, je, jamani, maandiko matakatifu au Torati yetu inaruhusu kumhukumu mtu bila kumpima kwa maandiko? Tayari anawarudisha kwenye maandiko. Huyu alikuwa tofauti na wenzake. Mstari wa 51 inasema, mstari wa 52, wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta ukaone, ya kuwa kutoka Galilaya hakuonekana nabii. Kitu ambacho hapa tena wamedanganya. Kwa hiyo tayari wakaweka bias kwamba watu wa Galilaya yani walitaka kuwaaminisha kwamba watu Galilaya hakujawahi kutoka nabii. Kwa hiyo Nikodemo anatoka na hoja ya kuwa challenge. Wanamwambia wewe nawe yani sasa na wewe nawe umedanganya au umesomai. Wakajua, kwa kuwa walijua huyu Nikodemo naye ni msomi mwenzao, wakamwambia nenda ukatafute. Yani sawa, wanamwambia wewe si mwana teolojia, kwa sababu wao walikuwa ni wamechanganyika, Mafarisayo ambao walikuwa wanafahamika watu wa dini, lakini walikuwa na waandishi wa scribes, watu kwa lugha nyingine kwa sababu sasa ni wana teolojia, ndio walikuwa wamechanganyika.
Kwa lugha nyingine anamwambia wewe, unajua teolojia, nenda ukasome, nenda ukachimbue maandiko, ukaangalie wapi nabii alitokea katika mji wa Galilaya, uje utuambie. Sasa hii ni bias. Kwa lugha gani? Argument yao waliokuwa wanaitoa au hoja yao walioitoa ni tunaita argument from silence. Yani hoja inatoka mahali ambapo haijulikani. Kwa nini? Hakuna sehemu ambayo kwenye maandiko matakatifu ambayo au hakuna andiko ambalo lilikuwa nasema hakutatokea nabii kutoka katika mji wa Galilaya. Lakini pia ukifuatilia maandiko matakatifu Agano la Kale tu vizuri, inaonyesha kwamba hakujawahi, yani hakuna kabila katika Wayahudi yale makabila 12 ambalo alikuwahi kutokea nabii. Na hili alilizilisha bwana mmoja ama alifahamika kwa jina la Rabbi Eliezer. Ni msomi katika mwaka wa 90 baada ya Yesu kuondoka, aliandika ya kwamba kuhusiana katika kitabu kuhusiana na commentary ama alipokuwa akitoa hoja kulingana na kile ambacho alichukua akisema hawa marabi, anasema ya kwamba hakuna kabila ambalo halikuwahi kutoa nabii kwa ujumla wake, kwa sababu utafiti tu wa haraka ulikuwa unaonyesha kwamba hata Yona ambaye alitumwa kule Ninawi kwenda kuhubiri akakimbia, inaonekana ati yeye mwenyewe alitokea katika mji wa Galilaya na alikuwa akitoa ujumbe kuhusiana kuwa atatokea Masihi, atakufa baada ya siku ya 3 atafufuka. Ndio maana yeye alimezwa katika tumbo la samaki siku 3 na akafufuka. Kwa alikuwa amebeba kama vile uhusika wa Yesu atakavyokuja na kufa na kufufuka katika siku ya 3. Kwa hiyo kile ambacho alichokuwa anakisema hapa hawa malabi na waandishi kwa ujumla wakati ule hapo walileta argument from silence, yani argument ambayo ilitoka mahali ambako hakuko. Na ndio maana leo hii unaweza ukasimama kanisani mada fulani ikatoka, au ukasoma maandiko ukawaambia jamani, maandiko yanasema hivi na hivi, mtu akatoka tu from nowhere kwa sababu labda anaheshimika kanisani, labda ana nyadhifa fulani, akatumia uzoefu akasema hilo andiko alipo ni uongo huo, na unamsomea andiko kabisa achukui muda kuja kujifunza, ila anataka kile ambacho alikuwa anakiamini kiwe ndo hicho, hiyo human appeal. Lakini pia anataka, kuna wakati anaweza kuwaaminisha watu kitu ambacho hakipo. Kwa mfano, siku moja nilikuwa katika mkutano mmoja hivi karibuni tu, nikakuta mtu mmoja anahubiri, mwinjilisti, anafundisha watu neno la Mungu. Baadaye akawaambia kwamba Mariam Magdalena alikamatwa si mara 7, si zaidi ya mara 7, wakati ule ambao anapelekewa kile kisa ambacho nadhani tunakifahamu kwamba Yesu alipelekewa mhukumu na watu wote wakaondoka, na Yesu akamwambia msichana, angalia wako wapi wanaokuhukumu? Akamwambia hawapo. Akamwambia na mimi sikuhukumu, ondoka, nenda, usitende dhambi tena. Sasa anasema yeye alisema ya kwamba huyu mwanamke alikamatwa hekaluni akifanya uzinzi, kitu ambacho sio sahihi. Ukisoma maandiko hayaonyeshi hivyo. Sasa hii ndo argument from silence. Sasa ilikuwa ni public, yani hadharani. Mpaka nikashtuka, nikasema huyu bwana ametoa wapi? Sasa nikagundua kuna kitabu amekisoma ambacho labda kama ni nazaria fulani hivi zikamletea hivi hiyo hoja, akazileta kwa watu kuaminisha kuwa alifanya dhambi, ilikuwa dhambi aliyoifanya ile uzinzi ilikuwa ni hekaluni. Lakini ukisoma maandiko vizuri, Yesu ndio aliyekuwa hekaluni na yule mwanamke aliletwa kutoka mitaani na watu walikuwa wamejikusanya wakamletea kesi ya huyo mwanamke ili waweze kumhukumu. Wakati huo Yesu alikuwa hekaluni, tena kwenye zile ngazi za kupanda kuelekea hekaluni, kwa sababu lile hekalu lilikuwa katika mlima Moria pale juu. Kwa hiyo ilikuwa unapanda ngazi, ilikuwa ni ngazi pana hiyo. Kwa Yesu alikuwa amekaa pale. Sasa hii ndio argument from silence. Ukimuuliza huyu mtu hiyo hoja umeitoa wapi kwenye maandiko, hana ushahidi. Ni kitu ambacho hatari, na ndio maana hatupaswi kuambia watu kitu ambacho hatuna ushahidi nacho. Na ikiwa huna ushahidi, weka tahadhari ya kwamba hichi kitu jamani ninawaambia, lakini kwenye maandiko kipo sehemu fulani. Kwa labda hichi kitu tukikianisha kwenye maandiko labda na maisha yetu ya kawaida, ni kana kwamba hivi ila maandiko hayajasema, amekaa kimya. Na wakati mwingine bora kukaa kimya kuliko kuzalisha mjadala ambao unaweza ukaleta changamoto. Kwa hiyo hizo kwa ujumla ni sababu 4 ambazo zinaweza kusababishia tusiweze kuelewa maandiko vizuri. Hii ya mwisho uizingatie zaidi, na inatumika sana makanisani, kukataa hata maagizo ya Mungu ambayo kuna wakati yanatumiwa na watu walio wadogo kuleta kwa kanisa. Tutakapofika katika mada ya kuhusiana na ujio wa Yesu Kristo mara pili, tutaona changamoto hizi ambazo zinaendelea makanisani. Watu unaweza ukaleta hoja unabii kuhusiana na Yesu Kristo anakuja wakati gani, watu wakasema hazipo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia ilishasema hakuna jua ya siku wala saa. Tayari tayari wao akili yao hawataki kusikia chochote. Wakati huo ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16, ukisoma tu mpaka mwisho, unaonyesha kuwa siku na saa ipo katika maandiko matakatifu. Sasa hapa najaribu kudokeza kidogo uweze kuona changamoto ilivyo kubwa,
lakini sasa siku na saa pia Yesu Kristo anaijua. Na lile andiko anasema hata mwana ajui. Ni Yesu alikuwa anazungumza katika wanadamu wake, sio kwamba katika uungu wake hafahamu, ila anajua. Isipokuwa siku na saa itatajwa na Mungu Baba katika pigo la 7. Sasa mtu ambaye amekalili tayari Mathayo 24 mstari 36, ukitaka tu kwanza kumwambia siku na saa Yesu anaijua, anaanza kukudaka juu kwa juu. Yesu haijui, maandiko yanasema hivi. Ila akikusikiza vizuri, kama unafahamu, ndio unaweza kumfafanulia ukamwambia, bwana, hapa Yesu alizungumza katika wanadamu wake, na ndio maana anasema hakuna mwanadamu anayefahamu. Kwa hiyo yeye alipokuwa katika wanadamu, Yesu hajui siku wala saa. Lakini ukisoma sura ya 12 kitabu cha Danieli, inaonyesha kuwa yeye ndo anakuja kuhukumu ulimwengu na anafahamu kwamba huo wakati ni upi. Lakini ukisoma uungu wa Yesu kwa ujumla, utagundua kuwa Yesu anajua kila kitu, kama vile ambavyo Mungu Baba anafahamu. Kwa hiyo akitulia ndio mnaweza mkajifunza. Lakini mtu akiwa na jazba, akienda akiishi yale ambayo alikuwa ameyafahamu hapo mwanzo, presupposition zake zile za zamani, kuna wakati napelekea maandiko yasiweze kueleweka. Sasa hayo mengine yote tutajifunza zaidi katika vipindi vinavyokuja, lakini kualika uweze kusubscribe kama ni mgeni kwenye channel yetu, lakini zaidi kushare, kulike na comment ujumbe huu ili wengine waweze kupata kwa haraka zaidi. Nikukaribisha katika sehemu ya pili, na Mungu akubariki, ambapo hapa tutakuja sasa kuangalia kanuni ambazo zitatusaidia kujifunza maandiko matakatifu. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.